Al-aslu al-ashiru, msingi wa 10. Al-aslu al-ashir, msingi wa 10. Al-ikhlas, ni ikhlas. Na ikhlasi hii si katika kulingania, bali ikhlas inatakikana katika ibada zote. Kusoma huku, sisi tumekaa hapa kwa ajili ya kusoma, tunahitaji ikhlas. Tumemaliza swala sisi hapa ya magharibi, inshallah Allah akituwafikisha tunasubiri isha, tunahitaji ikhlas. Kwa hiyo ikhlasi inaingia katika kila aina ya ibada unayoifanya wewe, inatakikana ufanye kiikhlas kwa kutafuta uso wa Allah tabaraka wa taala. Asema fa inna kulla amalin, hakika kila amali yoyote, yahtaju ila niyya, yahtaju ila niyatin salihatin, kila amali inahitaji nia nzuri. Yahtaju ila niyatin salihatin, kila amali inahitaji nia nzuri. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume swalla na salamu zimwendea amesema, innamal a'malu binniyya, hakika hapana vingine, matendo huzingatiwa nia. Innamal a'malu binniyya, hakika hapana vingine, matendo huzingatiwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika hapana vingine, atalipwa mtu matendo ya lile alilolinuia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika hapana vingine, atalipwa kila mtu matendo ya alilolinuia. Fa amalul abdi mu'tabarun inda Allahi biniyatihi, anasema matendo ya mja yanazingatiwa na Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya ile nia yake. Fa amalul abdi, matendo ya mja, mu'tabarun, ni yenye kuzingatiwa inda Allahi, kwa Allah tabaraka wa taala, biniyatihi, wa ile nia yake. Wa thawabu ajri amalihi, wa thawabu ajri amalihi, na malipo na thawabu za ujira wa matendo yake. Wa thawabu ajri amalihi, na malipo ya ujira wa matendo yake. Mutaalliqun bima nawa, yanafungamana na kile alichokinuia. Wa thawabu ajri amalihi, na malipo ya ujira wa matendo ya amali yake. Mutaallikum bima nawa, yanafungamana na kile alichokinuia mja. Walihadha qala ahlul ilmi, na ndio maana ahlul ilmi wakasema, walihadha qala ahlul ilmi, na ndio maana ahlul ilmi wakasema, la thawaba illa binniya, hakuna malipo isipokuwa ni yale kwa nia, kupitia nia. Nia ikiwa ni nzuri, basi utapata malipo kwa Allah tabaraka wa taala, lakini nia ikiwa ni mbaya, basi mja atakuwa amekosa malipo kwa Allah tabaraka wa taala. La thawaba illa binniya.
hakuna malipo isipokuwa kupitia nia. Faniyatul insani fi amalihi, nia ya mtu iko katika matendo yake. Faniyatul insan fi amalihi, nia ya mtu inapatikana katika matendo yake. Wa wadhifatihi wa da'awatihi ila Allah, na anapatikana katika ule wadhifa wake na ile da'wa yake katika kulingania kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo nia ya mtu inapatikana katika matendo yake, wa wadhifatihi, na katika zile kazi anazozifanya, ile kazi anayoifanya, wa da'awatihi ila Allah, na kule kulingania kwake kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala. La budda an takuna lillah, lazima vitu hivi viwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. La budda an takuna lillah, lazima viwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yad'u an-nasa ilayhi, anawalingania watu kwenye hiyo nia. Watakunu niyatuhu sadiqan fi dhalika, ili ipate kuwa nia yake ina ukweli katika hilo. Watakunu niyatuhu, na ili ipate kuwa nia yake sadiqan fi dhalika, ina ukweli katika hilo. Kwa hiyo matendo yake, amali zake anazozifanya, da'wa yake anayolingania kwa Allah, lazima iwe ni kwa ajili ya Allah. Awalinganie watu kwa yad'u nasa ilayhi, awalinganie watu kwenye nia hiyo. Wa yakunu niyatuhu sadiqan fi dhalika, ili ipate kuwa nia yake ina ukweli katika hilo. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume swalla na salamu zimwendee amesema, man kanat ad-dunya niyatu farraqa Allahu azza wa jalla alayhi amrahu. Yoyote ambaye dunia ndiyo kusudio lake, ndiyo nia yake, asema farraqa Allahu azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala anafarikisha alayhi, anafarikisha, farraqa Allahu azza wa jalla alayhi amrahu, Allah tabaraka wa taala atafarikisha jambo lake. Mtu kishakuwa nia yake nia yake ni dunia, malengo yake ni kutafuta dunia, basi Allah tabaraka wa taala hufarikisha jambo lake lile analotaka kulifanya. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, na anajalia ufukara wake uko mbele yake, yani uko karibu sana. Yeye si amebadilisha nia yake kwamba lengo lake ni dunia, basi hatoipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waja'ala faqrahu baina ainaihi, na anajalia ufukara wake mbele ya macho yake, yani unakuwa umaskini uko karibu na yeye zaidi, tofauti na vile alivyokuwa anatarajia yeye. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, hatopata sehemu ya dunia isipokuwa kile alichoandikiwa. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, hatopata sehemu yake ya dunia isipokuwa kile alichoandikiwa. Kile ambacho hajaandikiwa hawezi kukipata. Kibaya zaidi, umaskini unasogezwa karibu na yeye, yani ni kinyume chake kwa alivyotarajia yeye. Vile alivyotarajia sivyo inavyokuwa.
umaskini unakuwa uko karibu na yeye, kadhalika hatopata katika hiyo dunia alichokikusudia illa ma kutiba lahu, isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa kusahihisha nia zetu. Unapofanya amali yoyote ambayo ni ibada, uhakikishe kwamba unaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa man kanatil akhiratu niyya, na yule ambaye akhira ndiyo nia yake, na yule ambaye sasa akhira ndiyo nia yake, ndiyo makusudio yake, basi Allah tabaraka wa taala anajalia utajiri katika moyo wake. Jaala Allahu azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala anajalia ghinahu, utajiri wake, fi qalbihi, uwe unakuwa katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa alghina an kathrati alarab, utajiri sio wingi wa aseti au mali, walakin alghina ghina an-nafsi, lakini utajiri ni ule utajiri wa nafsi, wa kutosheka kile alichokupa Allah tabaraka wa taala. Huu utajiri ni utajiri mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema alqanaa malun la yanfad, kutosheka ni mali ambayo haiishi. Alqanaa malun la yanfad, kutosheka ni mali ambayo haiishi. Lakini mali hii ambazo hazitoshekwi zinaisha. Lakini wewe ukishakuwa unatosheka na kile alichokupa Allah tabaraka wa taala, basi wewe umepata utajiri ambao hauishi, umepata mali ambayo haiishi, umepata kidogo unatosheka, unaridhika nacho. Umepata cha kati na kati, unamshukuru Allah. Umepata kikubwa, unamshukuru Allah. Basi wewe Allah amekurithisha, amekupa utajiri ambao hauishi. Siku zote wewe utakuwa ni tajiri, siku zote wewe utakuwa huna mawazo katika moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu umeridhika na ile hali uliyokuwa nayo, tofauti na yule ambaye anaangalia hali za watu. Huyu atapata tabu sana katika maisha yake, atahangaika sana katika maisha yake. Akiona huyu ana hiki, anakitamani, na mimi ningekuwa na hiki. Akiona mbona mimi sina hiki, yule ana hiki, imekuwaje yule anamiliki hiki, mimi similiki hiki. Atapata tabu sana mtu huyu katika maisha yake. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, undhuru ila man huwa asfala minkum, mtizamani, muangalieni yule ambaye yuko chini yenu, wala tandhuru ila man huwa fawqakum, msimuangalie mtu ambaye yuko juu yenu. Kwa nini? Mkimwangalia mtu ambaye yuko juu yenu, mtakufuru neema za Allah tabaraka wa taala. Hiyo neema aliyokuneemesha Allah tabaraka wa taala utaikufuru, kwa sababu utaidogesha, utaidharau. Ukidharau, mwisho wake ni kukufuru neema ya Allah tabaraka wa taala, kuikanusha kwamba Allah hajanipa chochote bwana. Angalia fulani bwana, fulani ndiye kapendelewa na Allah tabaraka wa taala, angalia fulani bwana. Kwa hiyo ile neema ambayo Allah tabaraka wa taala akakupa wewe utaidharau, hatimaye utaikufuru. Taib. Kwa hiyo anasema
Kwa hiyo ndio maana anasema waman kanati al-akhiratu niyyatuhu, na yule ambaye akhira ndiyo kusudio lake, ja'ala Allahu azza wa jalla ghinahu fi qalbihi, Allah tabaraka wa taala anajalia utajiri katika moyo wake, anajalia kwamba utajiri wake uko katika moyo wake. Wa jamaa lahu amrahu, na atamkusanyia yeye jambo lake. Wa jamaa lahu amrahu, na atamkusanyia yeye jambo lake. Jambo lake la nia yake ile, kwamba anakuwa nia yake inakuwa ni swala. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima, wa atatuhu dunya wa hiya raghima, na dunia itamjia ikiwa imelazimika kumjia. Yani ile dunia inamjia yenyewe ikiwa imelazimika kumjia. Au wa atatuhu dunya wa hiya raghima, itamjilia dunia hali ya kuwa inamnyenyekea bila khiari, inakuja yenyewe. Yule ambaye akhera ndiyo nia yake, anachokusudia, anakusudia akhera, haikusudii dunia. Anachokukusudia ni kutafuta uso wa Allah tabaraka wa taala, apata utajiri wa moyo, na vile vile hiyo dunia ambayo yeye siyo lengo lake kabisa, anacholenga ni akhera, inakuja yenyewe ikiwa imelazimika kumjia. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima, dunia itamjia hali ya kuwa imelazimika kumjia, hali ya kuwa itamjia dunia hali ya kuwa inanyenyekea, inamnyenyekea bila ya khiari. Yani bimaana ya kwamba hatotumia nguvu kubwa katika kutafuta maisha kama anavyofanya baadhi ya watu. Anatumia nguvu kubwa katika kutafuta dunia, wakati mwingine huko kutafuta dunia kumshughulisha asisome dini yake, wakati mwingine huko kutafuta dunia kumshughulisha aache ibada. Nguvu kubwa akipoteza risali moja tu ambalo hakulitumia katika kuitafuta dunia, yuko katika masikitiko makubwa, analalamika, vitaimu vimane bwana, muda ni pesa bwana. Yani anatumia nguvu kubwa, akili nyingi katika kuitafuta dunia. Lakini huyu ambaye yeye akhera ndiyo nia yake, ndiyo kusudio lake, dunia inakuja yenyewe tu bila kupenda tena, hali ya kuwa imemnyenyekea. Anatumia nguvu ndogo katika kutafuta dunia, anapata kikubwa. Hakadha Waislamu masalafu inatakiwa tuwe hivi, tufahamu kwamba alichokukadiria Allah tabaraka wa taala utakipata. Sio kwamba eti mpaka uache ibada ndio uipate dunia, la. Uache kusoma dini yako masaa 24 uko katika kutafuta ndio utaipata dunia, hapana. Tumia nguvu ndogo na kumtegemea Allah tabaraka wa taala, Allah atakujalia rizkan wasi'a, riziki pana kabisa. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa sahahahu Albani an Zaid bin Thabit. Ameitaja hadithi hii al-Imamu Ahmad
kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Majah al-Qazwin, kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Hibban al-Busti, kadhalika ameisahihisha al-Imam Albani katika hadithi ya Zaid bin Thabit. Na aliposema waja'ala faqrahu baina ainaihi, na atajalia ufakiri wake uko mbele ya macho yake. Maana yake naam, farraqa Allahu amrahu, aliposema kwamba atafarikisha Allah jambo lake. Farraqa Allahu amrahu, atafarikisha Allah tabaraka wa taala jambo lake. Ay shattatahu, ataliparaganyisha. Yani atapata mambo ambayo yanachanganya akili yake, moyo wake hautopumzika, hautokuwa na muda wa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Yani atakuwa kila siku yeye anashughulishwa, kila siku yeye kichwa chake kinapata moto. Wayufarriquhu, na atafarikishwa kunako na ule moyo wake. Yani ule moyo wake uko kivingine na yeye anafikiria vingine. Fala yastaqiru qalbuhu ala shay'in, hautotulia moyo wake kwenye kitu chochote. Fala yastaqiru qalbuhu ala shay'in, hautotulia moyo wake kwenye kitu chochote. Ndio maana watu kama hawa ambao dunia ndiyo makusudio yao, hatulii katika jambo lolote, hata katika biashara. Akifanya biashara hii, kama akaona biashara mtu mwenzake anayefanya biashara tofauti na ya kwake yuauza sana, tayari ataacha ile, atamfuata yule. Asipouza ataiacha ile, atafuata nyingine. Fala yastaqiru qalbuhu ala shay, moyo wake hautulii kwenye chochote, hatulii. Na mtu kama huyu, swala la kuwa la hasad kwake yeye ni jambo la kawaida. Ni mtu wa husda, kuwaonea wenzake vijicho, kuwasema wenzake fulani kapata, fulani mambo yake mazuri. Fala yastaqiru qalbuhu ala shay, moyo wake hautulii kwenye kitu chochote. Kadhalika hata akisema akae darasani asome, ni siku mbili tayari keshakuwa mtoro, hatulii kwenye kitu chochote. Ni siku mbili, mara yuko kwa shehe huyu, mara yuko huku, mara yuko huku, hatulii. Allah tuhifadhi na hali hiyo. Kisha akasema waja'ala faqrahu baina ainaihi, na anajalia ufukara wake uko mbele yake. Baina ainaihi, yani anauweka mbele yake. Fala yara illa faqran, anakuwa haoni isipokuwa alichokiona ni ufukara. Walau imtalaati khazainuhu bil amwal, hata kama ajaze stoo yake mali ijae, lakini bado anaona ufakiri huko mbele yake, hana kanaa,
kwa sababu hatosheki mtu huyu, hata kama anamiliki hiki na kile na kile, lakini jaala Allah anajalia ufakiri wake uko mbele yake, anaona tu bado. Watu kama hawa ndio inafika hatua mpaka anajiingiza kwenye chumo la haramu. Kwa nini? Kila anachofanya anaona bado ufakiri huu hapa mbele. Allah kaujalia ufakiri mbele yake, baina ainai, mbele yake. Ndio maana anasema walau imtalaati khazainuhu bil amwal, hata kama ajaze store yake mali ijae, au kwenye kila benki amewekeza, lakini bado ufakiri anauona mbele yake. Sasa mtu akifikia hatua hii ni hatari sana. Allah tuhifadhi na hali hii. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima, na itamjia dunia hali ya kuwa ni dhalila, hali ya kuwa ni yenye kumnyenyekea. Dhalila, hali ya kuwa ni yenye kumdhalilikia, kumnyenyekea. Tabi'atul lahu, hali ya kuwa ni yenye kumfuata. Ai taqsuduhu taw'an wa karhan, yani hii dunia inakimbia inamfuata yeye, inamkusudia yeye, itake isitake. Wakati yule yeye aliyekusudia makusudio yake ambayo ni dunia, basi dunia inamkimbia, dunia inamkataa. Ufakiri anauona mbele yake. Lakini huyu ambaye yeye dunia malengo yake, nia yake ni akhera, basi dunia inamjilia hali ya kuwa ni dhalila, inamnyenyekea. Tabi'atul lahu, inamfuata. Ai taqsuduhu taw'an wa karha, inamkusudia yeye, itake isitake, kwa kupenda au kwa khiari, inamkusudia mtu huyo. Wa maana walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na maana ya kwamba hatopata katika dunia isipokuwa kile alichoandikiwa. Ay yaatihi ma kutiba wa huwa raghimun, kinamjilia kile kilichoandikwa hali ya kuwa hakipendi, yani kishaelekezwa na Allah tabaraka wa taala kwamba nenda, kama ni riziki ishaelekezwa na Allah tabaraka wa taala, nenda kwa fulani, kwamba itake isitake yeye katulia, inamfuata riziki, bila ya khiari ya riziki kwamba niende au siende. Haina khiari tena riziki hiyo, kwa sababu ishaelekezwa na Allah tabaraka wa taala kwake yeye. Ndio mmoja akasema kwamba arrizqu alladhi tatlubuhu kadhillu alladhi tamshi ma'a, riziki ambayo unaitafuta wewe ni kama vile kivuli unachotembea nacho. Kivuli kila unakoenda kinakufuata, ukienda kulia kinakufuata, kushoto kinakufuata. Kadhalika hivyo hivyo riziki unayoitafuta wewe, kwamba Allah ashaikadiria. Hivi kivuli kinaweza kikakuacha wewe? Kama hakiwezi kikakuacha wewe, kadhalika riziki unayoitafuta wewe tayari ishakadiriwa na Allah tabaraka wa taala, itakufuata tu hata kama uko wapi, ni kama vile kivuli chako. Kwa hiyo usihangaike.
usitumie nguvu nyingi, itakufuata tu huko. Haina haja ya kutumia nguvu nyingi. Yatihi ma kutiba, kwamba anapata kile alichoandikiwa, wa huwa raghim, hali ya kuwa hakina hiari, hali ya kuwa ni chenye kunyenyekea, kishaelekezwa na Allah tabaraka wa taala. Wa hadha wallahu alam, anasema Allah ndiye anejua zaidi. Umekamilika mukarrara wetu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, rehma na swala na salamu zishuke juu ya bwana wetu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anasema katabahu al-ustadh Abu Abdul Qadir al-Munawi Abdul Rauf bin Abdullah bin Uthman al-Shafi'i, ndiye kaandika mukarrara huu ambao kiukweli ni mukarrara ambao ni nafia, una manufaa